Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Muinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Naam, ikiwa ni Mei 26, matokeo ya utii kwa sheria ya kimwili. Na hii ndiyo sheria na amri na hukumu alizoziamuru Bwana Mungu wenu, mfundishwe mpate kuzitenda katika nchi ile mnayoivukia kuimiliki, upate kumcha Bwana Mungu wako, kushika amri zake zote na sheria zake ninazokuamuru siku zote za maisha yako, tena siku zako ziongezwe. Kumbukumbu la Torati 6 mstari wa 1 na wa 2. Na tuombe. Asante Baba kwa kutuamsha salama tunapojifunza maandiko yako. Kuwa pamoja nasi, tuongoze na ukapate kutusaidia tuweze kusogea zaidi karibu na wewe, kupitia jina lako Yesu Kristo, amen. Katika andiko hili tunafundishwa kwamba utii kwa matakwa ya Mungu humleta yeye atiiye chini ya sheria zinazotawala asili ya mwili. Wale wanaotaka kujitunza katika afya lazima watiishe uchu wa chakula na shauku zote. Hawapaswi kujiingiza katika tamaa mbaya na uchu wa chakula pasipokuwa na kiasi, kwa maana wanapaswa kubaki chini ya udhibiti wa Mungu, na nguvu zao kimwili, kiakili na za kimaadili zinapaswa kutumiwa kwa busara sana, ili kwamba utaratibu wa mwili ubaki katika utaratibu mzuri wa kufanya kazi. Afya, uzima na raha ni matokeo ya utii kwa sheria zinazoongoza miili yetu. Ikiwa mapenzi na njia zetu zinapatana na mapenzi na njia ya Mungu, ikiwa tunafanya mapenzi ya Muumba wetu, ataweka mfumo wa mwanadamu katika hali nzuri na kurejesha nguvu za kimaadili, kiakili na za kimwili, ili kwamba aweze kufanya kazi kupitia kwetu kwa utukufu wake. Daima uweza wake wa kurejesha unadhihirika katika miili yetu. Ikiwa tutashirikiana naye katika kazi hii, afya na furaha, amani na ufanisi ni matokeo ya hakika. Utasoma The SD Bible Commentary, gombo la kwanza, ukurasa wa 1118. Bwana akatuamuru kuzifanya amri hizi zote: tumche Bwana Mungu wetu, tuone mema siku zote, ili atuhifadhi hai kama hivi leo. Tena itakuwa haki kwetu tukitunza kufanya maagizo haya yote mbele ya Bwana Mungu wetu kama alivyotuagiza. Hofu iliyosemwa hapa sio hofu ya kitumwa, bali hofu ya Mungu, yaani kumcha Mungu. Mungu alitoa sheria hizi kwa wana wa Israeli ili kuwahifadhi katika hali ya furaha na afya. Laiti kama asingekuwapo shetani na kuwajaribu, maagizo haya maalum yasingelihitajika. Lakini watu wasipokuwa na kitu cha kuwaongoza, bila shaka wangepotoshwa na hadaa za adui wa haki yote. Usalama wao pekee ulipatikana katika kulisikiliza neno la Bwana kwa bidii yote. Wazazi wanaotamani kuwafunza watoto wao ipasavyo wanapaswa kuyatii maagizo yanayotolewa katika maandiko haya na kutowaruhusu watoto wao kufanya lolote la kupuuza amri za Mungu zilizotolewa waziwazi. Hebu baba na mama wawafundishe watoto wao kanuni hizi kwa uaminifu na kukaza juu ya akili zao changa ukweli kwamba katika kutii kuna uzima, afya na furaha. Kusudi kuu tunalopaswa kuzingatia siku zote tunapopata ujuzi wa sheria za Mungu ni kwamba tunapaswa kuyafahamu mapenzi yake ili tuweze kumtii yeye. Utasoma manuskripti ukurasa wa 151 wa mwaka 1901. Huu ni mwisho somo letu la Mei 26, matokeo ya utii kwa sheria ya kimwili. Na tuombe.
tunajikabidhi kwako. Baada ya kusoma maandiko haya matakatifu, tunaomba uzidi kuwa pamoja nasi, Baba. Tuongoze kuyatenda yote sasa na mapenzi yako, na yale uliyotufundisha tukayaishi, kupitia jina lako Yesu Kristo, amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja, Yesu yu